Bismillahirrahmanirrahim. Naam, kipaji na tabia ni vitu ambao kwamba ni viwili tofauti, kwa sababu kipaji inaweza ikakufanya wewe ukawa na tabia mzuri, au kipaji inaweza ikakufanya wewe ukawa na tabia mbovu. Kuna watu wana kipaji tofauti tofauti, na hizi vipaji mara nyingine inamfanya mtu akawa ni mtu mwenye kuzungumzwa kwa uzuri na akafanya matendo ambayo kwamba ni mazuri. Na saa zingine unaweza ukawa na kipaji na hiki kipaji kikakupelekea wewe kufanya matendo ambayo kwamba si mazuri, na pia watu wakawa wanaongea yale kipaji yako ambayo kwamba unayafanya kuwa inakupelekea wewe katika hali ambayo kwamba si mzuri. Nitatoa mfano. Unaweza ukawa wewe una kipaji cha mtoaji mzuri wa mashairi. Wewe ni mtu mzuri katika kutunga mashairi, lakini katika kutunga kwako mashairi, kipaji yako ambayo kwamba uko nayo ya sauti ya utungaji mashairi na namna unavyotunga mistari yako ya mashairi, kila mtu anaipenda. Lakini katika kutumia yale maneno ambayo kwamba unayatumia katika hiyo mashairi yako, ikawa ni maneno yanayoweza kuharibu society, inaharibu jamii. Maana yake moja kwa moja yale maneno yako yatakuwa yana athari mbaya kwa jamii na itapelekea jamii kuharibika. Na unaweza ukawa vile vile tu una kipaji hiyo hiyo ya mashairi na ukawa unatunga maneno na mambo ambayo kwamba yanafundisha jamii, yanaelekeza vijana, yanaelekeza kina mama, yanaelekeza wazee katika society, ikawa ni sababu ya watu kuwa na tabia ambayo kwamba ni mzuri na ikawapelekea wao katika sifa ambayo kwamba ni mzuri. Jambo la pili, unaweza ukawa wewe pengine ni mtu mwenye masumbwi. Wewe kipaji chako ni kupiga ngumi, kipaji chako ni cha karate, uko nayo, umejifundisha, wewe ni mtu mzuri sana katika hali hiyo, lakini ukawa unatumia kipaji chako katika kuwatetea wanyonge, ukawa unatumia kipaji chako katika kutetea society ambayo kwamba unaishi ndani yake. Yani ikawa wewe kila mtu anazungumza, anasema fulani ni mpigaji ngumi mzuri, lakini yeye anatutetea sisi tunapopatwa na janga fulani limetokea, basi tunaangalia katika vijana ambao kwamba wenye nguvu zao, wenye nini, anatumika. Kwa hivyo ikawa wewe kipaji chako inakupelekea katika njia ambayo kwamba ni mzuri. Na unaweza ukawa pia ni mtu mwenye kupiga ngumi, ukawa mtu mwenye karate, lakini watu hawastarehe katika kijiji. Watu wanalia, mtu analia, fulani kapigwa, fulani kaibiwa, fulani sijui kafanywa namna gani, kisha ikiangaliwa ni wewe. Lakini kwa sababu wewe una nguvu, una kipaji chako ambacho kwamba umepewa wewe ya kupiga masumbu, hakuna anayeweza kukaribia. Kwa hivyo talent inaweza ikampelekea mtu katika kuwa na tabia mzuri, na ukitumia talent yako pia vibaya, inaweza wewe ikakupelekea wewe katika tabia ambayo kwamba ni mbovu. Na mwisho, unaweza pia ukawa wewe pengine ni mwanamitindo ya mavazi, ukawa wewe ni mtu ambaye kwamba una mitindo yako ya mavazi kuonyesha watu system ya mavazi, lakini mavazi ambayo kwamba unaonesha kwa jamii si mavazi ambayo kwamba inaendana na jamii. Ikawa badala ya kutengeneza tabia za jamii, ukawa unaharibu tabia za jamii. Watu wakawa wanakufuata kwa mitindo ya mavazi yako, na ile mitindo ya mavazi yako ikawa ni mtindo ambao kwamba si mzuri. Unavaa mavazi lakini si mazuri. Sasa hiyo show yako ya mavazi ambayo kwamba unafanya haielekezi jamii katika njia ambayo kwamba ni mzuri, bali ikawa inaelekeza katika njia ambayo kwamba ni mbaya. Kwa hivyo utaona talent inaweza ikakupelekea wewe katika njia ambayo kwamba ni mzuri, au talent pia inaweza ikakupelekea wewe katika njia ambayo kwamba si sawa sawa. Wallahu a'lam.